Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa kweli ametupa tena neema siku ya leo kujifunza. Tunamtukuza sana Mungu kwa kweli kwa neema hii ya ajabu ambayo ameiachilia tujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tunaendelea na sehemu yetu ya tatu ya kuishughulikia roho ya kiburi, ambayo ni sehemu ya mwisho. Tutaangalia ishara ambazo ukiziona kwa mtu au mtu ukiziona kwako unagundua kwamba umeanza kushambuliwa na moyo wa kiburi au roho ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo ukiyaona, then pia tutaangalia nini ufanye sasa unapogundua kwamba roho ya kiburi au moyo wako umeanza kuinuka, ufanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mno. Mtu yote ambaye unataka kujua kwamba bado upo kwenye unyenyekevu au umeanza kuiacha njia ya unyenyekevu, moja ya kipimo kikubwa cha kukiangalia ni ile bidii yako au kiwango chako cha kutii maelekezo ya Mungu, maelekezo ya baba yako wa kiroho au maelekezo ya kiongozi wako yoyote ambaye Mungu amemweka akuongoze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango cha utii huwa kinapungua. Yaani ni ngumu sana kwa mtu kuwa mtii kama hajanyenyekea. Biblia inatuambia kwamba Yesu anatuambia kwenye kitabu cha Mathayo 11 kianzia 28 pale, anasema tujifunze kwake kwa sababu yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Alafu huyo ambaye tunaambiwa ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, Biblia inatuambia alinyenyekea akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna utii unaotoka kwa mtu ambaye hajakubali kunyenyekea. Yaani mtu mtii ni indicator ya unyenyekevu. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Alafu Mungu anasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia kwenye ile Isaya 66. Anasema mtu mnyenyekevu. Kwa hiyo ili Mungu akupe mema ya nchi, ili Mungu akuangalia aone unastahili kuyapokea mema ya nchi, ni lazima aone unyenyekevu kwako. Na moja ya kitu anatumia kupima unyenyekevu kwa mtu ni kiwango cha utii wa mtu mbele za Mungu. Unapokuwa na kiburi hauwezi kuwa na utii kwa Mungu. Unapokuwa na kiburi huwa kinaleta mazoea, sio kwa Mungu tu, kwa mchungaji wako, kwa menta wako au kwa mtu yote ambaye amewekwa juu yako. Hauwezi ukamsikiliza kwa sababu ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiburi huwa kinaleta mazoea, na mtu yote ambaye umemzoea huwezi ukamtii. Mtu yote ambaye umemzoea kila anachokwambia wewe utachukulia ni masiara, utachukulia ni matani au utakifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tunapata mfalme Sauli anakuwa mfano wetu wa kwanza. Alikuwa ni Mungu kamwamini, Mungu amemchagua kati ya wana wa Israeli, akaona anafaa kuwa mfalme. Akaanza vizuri. Alikuwa mtii, mnyenyekevu. Ila anafika sehemu, mimi naweza nikatafsiri kwamba ni kama kulewa madaraka fulani hivi, kwa sababu nilikwambia katika vitu ambavyo vinasababisha mtu awe na kiburi, mojawapo ni madaraka. Kiburi kinachosababishwa na madaraka. Mtu anapopata madaraka, kama Mungu hakumwandaa huku nyuma, anaweza akainuka moyo akawa na kiburi, akawa anawachukulia watu wengine kama hakuna kitu, ni sawasawa na sifuri, na yeye ndo anatumia nguvu yake kuwatawala watu na sio kuwaongoza watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Sauli anaenda vizuri, anafika sehemu Mungu anamwagiza, anamwambia nenda kaue watu wote na mfalme Agagi huwa wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye anafika, anamwacha mfalme, anachagua na ng'ombe walionona, anachagua na kondoo walionona, alafu anarudi. Ngoja tusome usikie kauli alizokuwa anazitumia Sauli, utaelewa ambacho nakwambia. Utaelewa ambacho nakwambia. Kauli alizokuwa anazitoa ni maneno ambayo alikuwa anaashiria kabisa huyu mtu nyuma yake kuna kiburi. Huyu mtu anaongea hivi kwa kiburi. Kwa sababu mtu mwenye kiburi unaweza ukamtambua the way anaongea. Mtu mwenye kiburi unaweza ukamtambua the way hata anavyotembea. Unaweza ukajua huyu mtu ana kiburi. Mwendo wa mtu mwenye kiburi unajulikana. Mojawapo ya sifa ya kiburi pia ni majivuno. Yesu asifiwe sana. Ukiona wewe ni mtu wa kujisifia ulivyo navyo, kujisifia juu ya wengine, kuwa wewe ni bora kuliko wengine. Mimi ni hatari, ukinipeleka pale nitashusha moto, ukinichanganya nao nitakuonyesha. Ujue anayeongea sio wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maneno ya mtu yanaweza kutuambia
moyo wa mtu. Nikawa naongea na mtu fulani mahala fulani, nikamwambia kitu kimoja. Ukitaka kujua akili ya mtu, mpe nafasi ya kuongea. Akiongea utajua akili yake, kwenye kichwa chake kumejaa nini. Alafu ukitaka kujua moyo wa mtu, mpe uwanja wa kufanya, mpe uhuru wa kutenda mambo. Anapokuwa anafanya ndo utajua moyo wake upoje, moyo wake ni salama au umeharibika kwa anavyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia anavyotenda vitu, utajua moyo wa mtu. Alafu msikilize anavyoongea, utajua utafahamu kabisa kwenye kichwa chake kumejaa nini, kulingana na kile anachokiongea. Mtu aongee zaidi ya kilichomjaa kichwani, wala asikudanganye mtu. Ndio maana kuna umuhimu wa kujaa maarifa. Mtu ambaye unamuona akiongea anaongea hekima, ni kwa sababu amekubali kujijaza maarifa. Amekubali kujijaza maarifa, anachoongea kinatoka kwenye store yake ya ndani. I will shock you, hata Roho Mtakatifu anapotaka kukupa ufunuo, hakuna ufunuo mpya, huwa anatumia store ya kile kilichopo ndani yako. Juzi nikawa nakufundisha nikakwambia Mungu anapotaka kukupa rema, neno linalotoka kwa Mungu moja kwa moja, huwa anatumia logos, neno lililoandikwa. Yaani uwezi ukaaccess rema, yani ukafikia kiwango cha kupokea neno moja kwa moja kutoka kwa Mungu, akaongea neno la wakati kulingana na situation yako, kama haujawa na uwezo wa kumsikia kwenye neno lililoandikwa. Kwa hiyo Mungu kabla hajaleta kitu kipya anakiheshimu cha zamani kwanza. Kabla Mungu hajakupa ufunuo mpya, lazima uwe umeupata ufunuo uliopo kwenye Biblia. Mpaka uanze kumsikia kwenye Biblia ndo utakuja kumsikia waziwazi. Mungu ambaye hujawahi kumsikia hapa kwenye neno lake, huwezi ukasikia sauti ya wazi. Utakuwa kama mwenda wazimu kwenye maombi. Baba, sema na mimi waziwazi, na hata sema na wewe. Kwa sababu kila siku anasema na wewe, anasubiria uanze hapa, umsikie, umtii, alafu ndo afike level ya pili. Mungu anaenda kwa level. Ndio maana akasema mfalme au mtawala hawapo mtoto ana tofauti na mtumwa. Kwa hiyo huwa anaandaliwa mpaka akue, akifikia level fulani ya ukuaji, wanaamini huyu sasa anaweza kuwa mtawala. Ila kama hajafikia ile level, hawawezi wakamwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukijijaza vitu vingi kichwani, vitu bora, ukiulisha ufahamu wako mambo ya kimungu, kwenye kinywa chako yatatoka mambo ya kimungu. Yaani uwezi ukalisha comedy huku, alafu kataka maneno yako yawe ya userious. Ukilisha comedy kichwani, maneno yako yatakuwa ya comedy. Utatuchekesha tu, tutacheka kila unapoongea, lakini hauwezi kuleta matokeo kwenye kizazi chako. Yesu anasema kwa kiwango alichokuwa amefika yeye, maneno yake sio maneno tena, ila maneno yake ni roho, na sio roho tu, ni uzima. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mtu kwa sababu amejijaza ndani yake roho, amejijaza ndani yake uzima, anapoongea watu wanapata uzima. Lakini kama wewe umejijaza pornography, huwezi ukaongea kitu cha maana tukakusikiliza. Huwezi. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kinatoka kwenye store ulionayo. Nilikuwa nasoma leo kitabu cha Mathayo, Yesu anasema mtu kwenye hazina yake njema atatoa kilicho chema. Wewe kwenye hazina yako kichwani njema ya maarifa bora, utatoa maneno bora atakayofanya watu wakusikilize. Kwenye hazina ya hovyo kichwani kwako, utaongea madudu yatakayofanya watu wakudharau. Si tunaona tu hata kwenye status zako, yale si maneno yako. Kwenye status ni wewe umeongea, yaani kwenye status ni kipimo cha akili yako. Ndio maana mtu mwenye akili aposti kila kitu, hata kama kina trendi. Kina trendi ndio, lakini wewe haikulazimu kwamba na wewe uposti nyeti, kwa sababu Tanzania kinachotrendi ni nyeti. Kwa sababu nyeti zina trendi sawa, lakini kwenye kichwa cha mtu limejaa neno la Mungu. Ndio maana utakuta bado anakufundisha neno kwenye status, hajajaza nyeti kichwani. Kutana na kijana ambaye amejaza nyeti kichwani, naye analiunga trailer mpaka status, anatusumbua. Mpaka kwenye stories za Facebook, Instagram, TikTok anatia nyeti kule, ndio kilichojaa kichwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anachokiongea kinatuambia amejaza nini kwenye akili yake. Huwezi ukatoa kitu kwenye kinywa chako ambacho hakija kwenye ufahamu wako. Ngoja nikawa naambia mtu siku moja, nikamwambia hivi, tafuta watu wamekaa wanapiga story, alafu ukasikia rafiki anasema, au nimpe brother simu yako, au nimwambie brother ulichokuwa unakifanya jana. Hata kama ni kwenye level kubwa ya matani, huyo mtu kuna siri anaifunua hapo. Mwenye hekima anajua kuna ukweli umeongelewa hapo. Watu waongei bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka umjue mtu, mpe uhuru wa matani hivi. Ishi naye nomo, yani ishi naye kama rafiki ambaye amepitiliza urafiki.
utamjua kirahisi. Mpe nafasi aongee, akiongea upumbavu wake mwache ende kuongea, ndio utajua anawazaga nini kichwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mno, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mtu anachokiongea kinaweza kikatuambia huyu mtu ni mnyenyekevu au huyu mtu ana kiburi, huyu mtu amesaidiwa au bado, kulingana tu na kile ambacho anakiongea. Nadhani kwenye kitabu cha Samueli oh yes, nadhani kutafutia mahala ambapo Sauli anaongea, ametoka kwa mfalme Agagi, alafu anafika anachokijibu tofauti na alichoagizwa na Mungu, lakini anaongea kwa confidence. Nikakwambia confidence iliyopitiliza ni ishara ya kiburi, yaani kujiamini kulikopitiliza, ambapo hakujali wengine ni kiburi. Yaani mimi najiamini, I don't care, ninachokifanya chochote kiwe kinakuumiza kuumiza, wewe utajua mwenyewe, usiyachanganya maisha yangu. Hicho ni kiburi. Nikakufundisha kwenye video ya kwanza, ipo kaitafute YouTube ya kwanza na ya pili, uzitafute kwenye channel ya brother Paul Evarist Koba, ziko pale part 1 na part 2, zitafute uziangalie na uzisikilize kwa makini, kuna mambo mengi utajifunza pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikasema ukiwa unajiamini kulikopitiliza, unafanya mambo au jali watu wengine kabisa, ujue nayo ni ishara ya kiburi. Kiburi kimeshainuka ndani yako. Mnyenyekevu huwa anajali mambo ya watu wengine kabla ya kwake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ainuliwe, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kumjua mtu anawaza nini kichwani, msikilize anachokiongea. Unataka kujua mtu moyoni mwake kuna nini, angalia anachokifanya. Na ukitaka kumjua mtu kwa ujumla, mpe nafasi aongee na mpe nafasi afanye. Usimbane kwenye maeneo mawili, utamjua kirahisi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Sauli anarudi, anakutana na Samuel. Samuel anamwambia ulienda kulifanya ndio uliloagizwa na Mungu kulifanya. Lakini Sauli anajibu kutokea kwenye pointi ya kiburi. Anatokea kwenye pointi ya kiburi, anasema nimelifanya alilonielekeza Bwana kulifanya. Anajiamini bila kujali, anadanganya, na anajua nyuma yake kuna kundi la ng'ombe, kuna kundi la kondoo, na amembeba mfalme Agagi. Anasema aliloniamuru Bwana kulifanya nimelifanya, kwa kujiamini kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Samuel anamwambia hizo kelele ninazozisikia ni za nini? Hizo kelele ninazozisikia, je, Bwana anapenda dhabihu kuliko utii? Samuel anamuuliza Sauli, je, Bwana anapenda dhabihu kuliko utii? Kwamba Mungu anapenda utii. Mungu anapenda utii kuliko dhabihu. Ni kweli anapenda dhabihu. Anasema, je, Mungu anapenda mafuta ya beberu kuliko utii? It means ni kweli Mungu anapenda dhabihu, ni kweli Mungu anapenda mafuta ya beberu, lakini Mungu anapenda utii kwanza. Utii kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Bible inatuambia kwenye kitabu cha Yohana 14:15, Mungu anadefine nini mtu anaposema nampenda Mungu. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kushika ni kutii na kufanya. Kutii na kufanya, unadumu pale, unatii na unalitenda uliloagizwa. Kwa hiyo ndio kipimo mama Mungu anachokitumia kukipima Mkristo kuwa anampenda. Sio kusema nimeokoka nampenda Yesu, no. After kuconfess kuwa umeokoka nampenda Yesu, kinachofuatia Mungu anakuja kupima dimension ya utii kwenye maisha yako. Unavyolitii neno, unavyowatii watumishi wake, unavyomtii sauti yake binafsi anavyosema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapenda utii, na utii hautoki ila kwenye moyo wa unyenyekevu. Kama hujanyenyekea ndugu yangu, wala siwezi nikakudanganya kwa namna yote ile, siwezi nikakulisha matango pori. Huwezi ukawa mtii nje ya moyo wa unyenyekevu, kwa sababu mwenye kiburi anaamini bidii yake. Ndio hapa tunakuja kujua kwa nini Mungu alisema amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu. Kwa sababu kumtegemea mwanadamu, wewe mwenyewe ni mwanadamu. Kumtegemea mwanadamu, hata kutegemea nguvu zako ni kumtegemea mwanadamu. Mimi nawaambiaga watu kitu kimoja, ila sasa unielewe, usio confused. Nawaambiaga watu kitu kimoja, mimi napingana sana mtu anayesema do your part and God will do the rest kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano eneo la kufanikiwa. Sasa hapo unielewe vizuri. Kwenye eneo la elimu, nataka nikueleweshe kitu. Una wajibu wako kufanya, lakini hata ule wajibu wako unamhitaji Mungu ili ufanye. Yaani kweli una wajibu wako wa kufanya,
lakini Mungu asipokusaidia hata wajibu wako hutoweza kuufanya. Kwa nini unasema hivyo brother? Mungu asipokupa afya njema, unaweza ukafanyaje hiyo wapati? Yaani Mungu asipokupa afya njema, unawezaje kuifanya sehemu yako? Kwa hiyo mtu mnyenyekevu anajua kweli kuna sehemu inanigharimu nifanye, nichukue hatua ili Mungu atokee, nichukue hatua ili Mungu anisaidie. Ni kweli ukikaa tu hivi, nishawahi kuambia watu mara fulani, nikamwambia Mungu huwa anafanya kazi na wanaofanya kazi. Mungu huwa anaenda na wanaoenda. Mungu hajawahi kukaa na waliokaa. Ndio maana kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa 3 kulikuwa na wakoma 4 wamekaa sehemu fulani. Mungu hajawatokea hata siku moja akawasaidia. Walikuwa na njaa, Mungu hajawatokea akawapa chakula. Ila walivyoamua kufanya hatua kuwafuata Washami, walipochukua hatua kwenda, Mungu akawatokea. Washami wakasikia ni kama kishindo cha jeshi la Israeli, kumbe walikuwa ni watu hao 4. Wanasifiwe sana. Kwa hiyo utakapofanya move, Mungu ataenda na wewe. Lakini usiamini bidii yako kwamba wewe mwenyewe unaweza ukafanya move. Ni mpaka Mungu akusaidie. Mungu aliwasaidia wapi? Mungu ndo aliwapa ile idea, wakajiuliza tukikaa hapa tutakufa na njaa. Tukienda mjini pia kuna njaa. Ni heri tuwafuate Washami. Ile akili ilikuwa ni ya kimungu. Bwana nikwambie, kwenye darasa la kuisikia sauti ya Mungu, katika njia ambayo Mungu anaongea almost na Wakristo wote, yaani ni Wakristo wote Mungu anaongea nao, ni kwa kupitia sauti ya ndani. Ile mtu anasema Machale akanicheza, sikupanda ile bodaboda nikaikuta imepata ajali. Sio Machale, ni ndani palikuwa panaongea. Ila sema una uwezo wa kupick zile frequencies za ile sauti ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema leo atufundishe sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ainuliwe. Kwa hiyo Mungu anazungumza na watu wote hapa. Wote. Kwa hiyo kuna wazo linakuja, sio akili zako. Wewe mwenyewe unajua kabisa, wewe Mchaga, wewe kama mimi huwezi ukawa na hilo wazo. Huwezi ukawa nalo. Unajua kabisa hili limetoka kwa Mungu. Hata ukilifanya likaja kukuletea matunda baadaye, unajua hapa ni kwa sababu Mungu alinisaidia nikawaza hivi. Unaona? Mtu mnyenyekevu anajua hata idea tu ya kusema ngoja nifunge, ngoja niombe, ngoja nisome neno, inatoka kwa Mungu. Shetani hawezi kukuhimiza kufunga wewe. Shetani hawezi kukuhimiza kusoma neno. Shetani hawezi kukuhimiza kutoa. Kwa hiyo hata kama umefanikiwa, uweze ukasema nilifanikiwa kwa sababu nilitoa. Sio kwa sababu ulitoa tu, kwa sababu Mungu alikusaidia akakupata ile akili ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio utakuja kuamini ninachokwambia. Mtu mnyenyekevu anajua mimi sina maipati. Na sio kwamba hana wajibu wake. Wajibu wake anao. Lakini anajua hata wajibu wangu asiponisaidia Elohim siwezi nikaufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kukosa utii ni kipimo cha kwanza, kipimo mama. Kwanza kumzoelea mtumishi wa Mungu. Ulikuwa unamsikiliza kwa utii kila anachokwambia unafanya. Lakini sasa hivi hauna habari naye, hata aongee mara 10 au usikilizi. Wewe ndani yako umeshapanda kiburi. Na kiburi kikiota kinakuja na mdogo wake, mke wake, mtoto wake, anaitwa mazoea. Wanakujaga sambamba hivi. Muda wote unapoona mazoea kwenye eneo fulani, jua kiburi naye yupo hapo hapo. Hayupo mbali. Unapoanza kuzoelea mambo ya Mungu, unapoanza kuzoelea mahubiri, unapoanza kuzoelea maonyo. Nimemzoea mchungaji wangu anasemaga hivyo tu. Mchungaji wangu kila siku tu anasema acha zina, nimemzoea bwana. Nimezoea, ndo injili yake. Wewe tayari ndani yako kumeinuka kiburi, na manifestation ya hicho kiburi inaonyeshwa na kiwango cha mazoea ulichonacho wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mno. Kitu cha pili ambacho unaweza kukitumia kupima una kiburi au hauna, angalia ile bidii yako kwenye mambo ya Mungu. Ule mkazo uliokuwa unautilia kwenye mambo ya Mungu bado unao? Bado una kina cha machozi unapoenda mbele za Mungu? Bado unaweza kulia katikati ya watu bila kujali watu? Bado unaweza kufanya hivyo? Ukikuta umepungua au uwezi kabisa, tatizo ni moja, ameinuka mdudu kiburi. Mdudu kiburi atakwambia wewe umekuwa kiroho, umeshakuwa sasa hivi, usilielie. Wale waliookoka, waliojaa roho juzi kati ndo wanatakiwa walie sana. Ila ndugu yangu, ngoja nikwambie, kadiri Mungu anavyokuinua, kama unataka kwenda juu, wewe shuka chini sana. Kama unataka kuendelea kwenda juu, jifunze kushuka chini sana. Yaani kadiri Mungu anavyokusaidia, wewe lia sana.
kwa sababu Mungu anavyokuinua, kiwango cha vita ya giza kwako inakuwa ni kubwa. Mapepo yanayomshambulia mchungaji wako sio yanakushambulia wewe, sio wewe. Yaani shetani ameshavuka level ya kumletea mchungaji wako ka video kamdada yupo uchi mtandaoni, ameshavuka. Wewe kakija yako kana kuangusha. Yeye amevuka pale, anamletea wadada live. Wengine anaenda hotelini, wanapakiwa ndani ya hoteli kule, anawakuta ndani. Wewe ukiwekewa hiyo kama tu wa mtandaoni, umekutana na ka video, umeshindwa kujizuia, umejichua, au umeenda utafuta mwanamke ukalala naye. Ukikutana na mwanamke yupo chumbani kwako, unakumbuka kama umeokoka. Yesu asifiwe sana. Oh yes. Kwa hiyo kiburi kitakupunguzia ule mkazo kwenye mambo ya Mungu. Ulikuwa kuna nyimbo ukizisikiliza mpaka moyo wako unaenda mbio, yani kabisa unasikia uwepo wa Mungu. Ila siku hizi unazisikiliza yani ni kama unasikiliza comedy vile. Zishtui roho yako tena. Hakuna tena mwamko wote unaosikia baada ya kusikiliza zile nyimbo. Kwa nini? Kwa sababu ndani kuna mazoea. Ndani kuna kiburi. Ndio inaonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa unatilia mkazo kusoma neno binafsi. Yaani kupitisha siku hujasoma neno kwako ni kama ugonjwa. Ni bora usile ila usome neno. Ila siku hizi unakata wiki hujasoma neno. Yesu ni Bwana, tunaenda kwa neema. Neema ya Bwana yanitosha. Ndugu yangu, hiyo ni dalili ya kiburi. Dalili ya kiburi unapoanza kupunguza mkazo kwenye mambo ya Mungu. Unapoanza kushusha standard za wokovu, unapoanza kuzipunguza, unapoanza kushusha, ni dalili ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi pia huwa kinaongea na mtu kwenye eneo la utoaji. Kiburi. Nikwambia kule ishara ya kuona kiburi ni utii. Sasa Bible inasema kwamba tulete zaka kamili. Ila wewe kiburi kitakwambia unatoa sana kwa mchungaji wako kwa sababu anataka hela zako. Unamfaidisha yeye na familia yake. Unamnenepesha mchungaji wako. Wewe unapoteza, mchungaji wako ananawiri kila siku. Unamfanya anakaa kwenye nyumba nzuri. Ila tukienda mbele tukarudi nyuma, tukajiambia ukweli, sadaka kubwa umetoa kanisani ni buku. Na hiyo buku ndio unasema unamvalisha mchungaji wako ambaye anavaa suti ya 500,000. Unajua ikifika sehemu jiambie ukweli, jicheke, alafu ukubali maisha yaendelee. Serious, 1,000 kwa mwezi umetoa 4,000, unasema unamvalisha mchungaji wako. Anayeongea ndani yako ni akili za kipepo mixa kiburi. Na usipime pale ambapo akili za giza zinakutana na moyo wenye kiburi. Moyo wenye kiburi haunaga tabia ya kupima mambo, yani kwamba hili ni la Mungu au sio la Mungu. Ndio maana ukizunguka mtandaoni kila video una comment. Unakuta mtumishi fulani anamjibu mtumishi fulani na wewe unachangia. Waambie hao. Tawa kama Miriam unapigwa ukoma na Haruni ana ukoma. Ni kiburi tu kuingilia mambo ya wazee. Ni kiburi kukuta wewe leo hii mtumishi wa Mungu kwanza hata kanisa una. Ni kwa sababu tu umepata simu inaweza kurekodi, unarekodi unatuma mtandaoni, unawaambia watu wasitoe zaka. Wasitoe zaka. Na wewe mafundisho sio kwamba hata umefunuliwa basi tungesema hata umesikia Rose danganyazo. Hapana. Ni kwa sababu umesikia mtu kafundisha sehemu wala hujajaji mafundisho yake, umeyachukua. Unaenda kuwapiga watu, usitoe zaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mnyenyekevu tu, kwa sababu zaka ni sadaka ya utii. Zaka alazimishwi mtu kutoa. Yaani ni ya lazima, lakini hakuna atakaye kulazimisha kutoa. Mpaka Mungu amkusaidia kunyenyekea ukajua kutoa ni kwa ajili ya maisha yangu. Ninapotoa sipotezi, nawekeza. Ninapotoa sipotezi. Na zaka, sikiliza ndugu yangu, zaka hautoi kwa kituo cha watoto yatima. Zaka hautoi kwa ombaomba mtaani. Zaka unapaswa kumpa baba yako wa kiroho. Wacha uswahili. Zaka unapeleka kwa baba yako wa kiroho. Tena zaka kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unapoanza kuona moyo wako unapuuzia eneo la utoaji, jua kwamba umeanza kushambuliwa. Umeanza kushambuliwa na kakiburi. Ukianza kuona mipaka yako na jinsia tofauti inavunjika, alafu haujali, unaongea maneno yoyote, wewe ni wa kiume unaongea maneno yoyote na binti.
unaongea vyovyote na watoto wa kike, alafu hata ukiambiwa we haujali. Mimi najua huduma yangu, naijua huduma yangu ni ya vijana, niacheni niwahudumie vijana. Kuna watu wana huduma za vijana bro, lakini hawafanyi unachokifanya. Dada yangu, kuna watu wana huduma kweli ya vijana, lakini hawafanyi unachokifanya wewe hapo. Wewe ukakaa na mtu sio mke wako, kuja mtolea posa, unaongea naye upumbavu mpaka saa 8 za usiku, kwa kisingizio ni kaka yako wa kiroho, kwa kisingizio ni dada yako wa kiroho. Alafu ukiambiwa unakuwa mkali kama mbogo. Ni moyo wa kiburi. Alafu nikwambie kitu cha hatari sana. Moyo wa kiburi hauwezi kuelewa maandiko. Moyo wa kiburi hauwezi kuelewa Biblia. Ngoja nikwambie ukweli, inahitaji unyenyekevu kuelewa neno la Mungu. Inahitaji unyenyekevu kuelewa neno la Mungu. Watu wanyenyekevu wanatembea na mafunuo ya neno la Mungu. Hiyo ni kanuni ya kimungu. Biblia ukikurupukia na kiburi, ndio utasikia mtu anasema, huyu anaandika Biblia anatuchanganya bwana. Alichoandika Agano la Kale anakipinga mwenyewe Agano Jipya. Hatumuelewi kabisa. Kwa sababu ndugu yangu, unaisoma Biblia kwa kiburi. Na utajuaje? Anasema mtu mwenye kiburi utangulia mashindano. Moyo mwenye kiburi utangulia mashindano. Muda wote unapoona unamsikiliza mtu ili utafute amekosea wapi. Unasikiliza audio Brother Masao ili usikie amekosea wapi. Yaani unachokitafuta wewe utafute point anapofanya mistake. Unafuatilia tu anakosea wapi na natafuta siku akosee. Ndani yako kuna moyo wa kiburi. Moyo wa kiburi haujifunzi, unakosoa. Unamuuliza mtu maswali sio ujifunze, unamchallenge. Unakuwa kama Mafarisayo na Masadukayo. Sio ili ujifunze, unampima. Unamtafuta sehemu ya kumteka. Walikuwa wanamuuliza maswali ili wapate sehemu pa kumshtaki. Na wewe unamtafuta mtumishi wa Mungu, unamuuliza maswali ili tu akosee, ujisikie ameshindwa kunijibu vizuri bwana. Jibu unalijua, unaenda kumuuliza ili ajibu tofauti. Kumbe uelewa wake bado mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona una mashindano, ujue kuna kiburi. Ukiona we ni mbishi, ujue una kiburi. Nakwambia kweli, ukiona unakuwa mbishi, ujue una kiburi ndani yako. Kiburi kinakuwa na tabia ya kubisha. Ndio maana mtu aliyerudi nyuma, aliyejaa maandiko ni mbishi, kwa sababu ana kiburi. Atakwambia mimi mwenyewe nilikuwa nimeokoka bwana, mimi mwenyewe Mungu namjua, Mungu amenitumia sana na mimi. Enzi zetu ungekuepo wewe, ungemwona Mungu, ungemwona Mungu balaa sana. Mungu alikuwa mkubwa. Nyie kwani mmemwona Mungu? Huyo hata umhubirie siku 3 anaweza kawa anakubishia. Anakukotea tu maandiko. Mathayo 7:1 inasema msihukumu msije mkahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kiburi kinaambatana na sifa kama hizo. Ukiziona tujua una kiburi. Kiburi pia kinapenda kutambulika hicho tu. Yaani umefanya kitu wasipoku appreciate unaumia mpaka unatamani usiende tena ibadani. Umetoa sadaka, mchungaji wako hajasema kwamba umetoa sadaka ya ujenzi. Kwa hiyo mchungaji hajathamini sadaka yangu. Kwa hiyo mchungaji haoni mkono wangu hapa kwenye ujenzi. Ujue kinachoongea nyuma yako ni kiburi. Kiburi ndio kinataka kionekane. Kijana mwenzako akipangwa, wewe unakuwa na bifu, unamchukia. Kwani mchungaji anipangi mimi? Baba anataka nihame kanisa kwa sababu hapa kanisani hamthamini kilichopo ndani yangu. Na muda wote unapoona nataka niwaonyeshe, ujue una cha kuonyesha. Nakwambia ukweli, kibaya chajitangaza, kizuri chajiuza, wanasema Waswahili. Maji yenye kina, take this point, maji yenye kina ni matulivu. Maji ya bahari yana kelele kama maji ya mto. Maji ya mto yana kelele, maji ya bahari yametulia. Unataka kujua una kitu, anza kujipima kwenye uwezo wa kutulia kuwasikiliza wengine. Mtu mwenye kitu ana uwezo wa kuwasikiliza wengine. Huyu ana kitu. Anajifunza kwa wengine, ana kitu. Kuongea sana imaanishi una kitu. Mtu unapiga kelele lakini mtu unaweza usikuue, ila nenda baharini pametulia, ichanganye ingia pale. Wanaweza wasipe sana, unataka uonekane, nataka uhubiri wewe tu kanisani kwenu. Kila siku, mchungaji anioni, mchungaji hataki kunipa madhabahu. Nenda kahubiri injili mtaani huko, wa kuondolee hicho kiburi. Ukutana watu wakupiga na makofi kabisa, kiburi chote kiishe. Unang'ang'ania madhabahu hadi unachukia wale vijana wenzako, hadi unamchukia mchungaji wako,
hadi unapandwa na uchungu, unakimbia hata kanisa, unamkataa baba yako, ni kwa sababu tu ndani yako kuna mbegu ya kiburi. Kubali Mungu akiue kile kiburi. Akikiua utaanza kujiona, akisimama mwingine ni kama wewe umesimama. Nilikwambia moja ya sifa ya unyenyekevu unajali wengine. Mnyenyekevu anatamani mwingine ahubiri, yeye atulie. Yaani hata kama anajijua nina mafuta kuliko Brother John, anasema ngoja Brother John ahubiri, yeye atulie, kwa sababu anatamani wengine wawe kama yeye. Anatamani wengine wafike alikofika yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mnyenyekevu ana nguvu ya kuombea wengine. Ni pale pale tunarudi nikwambia, kiburi kina sifa ya ubinafsi. Ukiona uwezi kuombea wengine, hasa wafike ulipo, wainuliwe na Mungu, sababu unaweza kuwa na nguvu ya kuombea lakini unawaombea mabaya. Ukiona unashindwa kuombea watu mema, unajua ndani yako kuna moyo wa kiburi. Kuna vitu vingi watu tunamsingizia shetani, ila nakwambia ukweli, kiburi kikija, Mungu anampinga mtu. Sio mpaka shetani aje, Mungu mwenyewe anampinga mtu. Kwa hiyo kuna watu leo wanatembea na mapigo yaliyotoka kwa Mungu mwenyewe, wala sio shetani. Mungu mwenyewe, kwa sababu ya moyo wa kiburi. Kwani Sauli niliyokuambia alikataliwa kwa sababu shetani alikuwepo kwa Sauli, au kwa sababu moyo wa kiburi ulionekana kwa Sauli? Wanaona asifiwe sana. Shetani alikataliwa kwa sababu alikuwa na shetani. Kipindi akiwa kule akiwa malaika hakuwa shetani. Alikataliwa kwa sababu ya kiburi. Wanaona asifiwe sana. Sasa ufanye nini ili udili na roho ya kiburi? Ufanye nini ili upone kutoka kwenye roho ya kiburi? Ili ushinde roho ya kiburi? Kitu cha kwanza, kuwa mtu wa kumwabudu Mungu. Kuwa mtu wa kumwabudu Mungu. Ndugu yangu, ngoja nikwambie kitu. Jifunze kuchukulia ibada personal. Alinitafuta kijana mmoja, akaniambia mimi sielewi wokovu, tangu niokoke ndo mambo yamekuwa magumu. Tangu niokoke yani ndo tabu zimeongezeka. Halafu akaniambia sio kama wale nikiwaangalia ambao hawajaokoka maisha yao yanaenda. Tatizo linaanzia hapo. Kuna hiyo kujilinganisha na ambao hawajaokoka, hiyo kwa upande wake sasa. Ila kwa sisi tuliopo ndani, kuna mtu anafanya ibada kwa kumwangalia mtu mwingine. Kuna mtu anaimba ili tumuone anaimba. Kuna mtu anaomba ili tumsikie anaomba. Ndugu yangu, ni kiburi. Yaani kuna mtu anatokota, yaani anaomba makataba kataba, anakutikisa sio kwa sababu yupo kwenye uwepo, anakupeleka nayo kwenye kina cha uwepo, ila anataka kukuonyesha mimi ninaomba. I know to pray. Mimi nimewahi kustruggle kwenye kiburi cha kuonyesha kuwa ninaomba sana. Na nilimlilia Mungu akanisaidia. Siku hizi huwa nikiwa naabudu na take ibada person. Siangalii mtu mwingine anafanya nini, siangalii kanisa zima linafanya nini, ila naangalia mimi ninakutana na Mungu au sikutani na Mungu. Kwa sababu ngoja nikwambie, hakuna pointi yoyote ya badiliko nje ya kukutana na Mungu. Hakuna pointi yoyote ya badiliko nje ya kukutana na Mungu. Ibada ambayo haikubadilishi sio ibada. Kuna andiko linanijia hapa kichwani na nasubiria lirodi lote. Nasema watu hao wananiabudu bure. Ni kwenye kitabu cha Mathayo. Ngoja nikuangalizia hapa. Kitabu cha Mathayo 10 na ngapi? 12, 13. Anasema watu hao wananiabudu bure. Anasema 15. Mathayo 15 Ngoja nifungue nikusomee. 15:8 na 9. Anasema hivi, watu hao waniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Anasema watu hao wananiheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure. Yaani hakuna badiliko, hakuna ibada uliyo kuifanya. Unamwabudu Mungu bure. Kwa sababu gani? Nia yako ya ndani ni ili uonekane wewe. Sasa fika sehemu, ichukulie ibada personal, kwamba unachokifanya ibadani ni ili Mungu akusaidie wewe, ili wewe ukutane na Mungu. Sio jirani yako akuone unaomba, sio jirani yako akuone unajua kunena sana kwa lugha, sio jirani yako akuone unajua kupiga ndimi nzito, ila fanya vyote ili Mungu akusaidie wewe, ili wewe ukutane na Mungu. Pale utaichukulia ibada personal. Utamwabudu Mungu kwa kumaanisha, atajifunua. Akijifunua, badiliko lako lipo hapo. Kuwa na muda wa kukaa kumwabudu Mungu. Kana kaka yangu akanifundisha, sawa tu tunaomba sana, lakini pata muda wa kumwabudu Mungu.
Pata muda binafsi wa kukaa unamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiburi, nilikwambia kwenye sessions zilizopita, kiburi kimelenga kuharibu moyo wa mtu. Lengo mama la kiburi ni kuharibu moyo wa mtu, na dawa nzuri ya moyo wa mtu ni ibada. Ibada, mwabudu Mungu, mpe moyo wako. Kwenye ibada kuna mabadilishano. Wewe unampa Mungu, Mungu anakupa yeye, anakuja kukusaidia. Nitwike mzigo wako, unampa moyo wako, yeye anakupa moyo wake. Wa kwake ameshakwambia ni mnyenyekevu na ni mpole. Kwa hiyo kuwa mtu wa ibada, mwabudu Mungu kwa kumaanisha. Mwabudu Mungu kwa kumaanisha. Usifanye vitu kwa ajili ya kuwaimpress watu wengine. Usifanye vitu kwa ajili ya kuonekana na watu wengine. Wewe utakuwa umeshashindwa kabla ya kushindana. Hautakuwa na matokeo. Kiburi kitakutafuna. Hautakuwa na matokeo kwenye huduma yako. Kwa sababu katikati ya kiburi Mungu hayupo. Mungu atakuacha uende mpaka utakapokubali kushuka. Kwa sababu kunyenyekea au shushwi na mtu, unashuka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha pili, soma neno. Soma neno. Jifunze kwenye neno. Jifunze kwenye neno. Kaa na neno, meditate neno. Tembea, waza neno. Mimi mara nyingi huwa nikiwa na mtu, kuna muda anaweza akuta nimejisahau hata kama nipo naye hivi. Kwa sababu mimi muda mwingi ndani huwa napenda kuchakata neno. Napenda kuchakata neno. Sometimes huwa hata nikikaa hivi napenda niwe naomba nikiwa nimefumba kinywa, siongei, lakini ndani ninakuwa naomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta muda wote unaandika hata ni moja tu, ila unalichambua, unalitafakari, unameditate kwenye hilo. Unameditate kwenye hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Meditation ina levels. Ina levels. Meditation ina levels. Kuna meditation unaweza kuifanya hata ukiwa unatembea, hata ukiwa katikati ya watu una meditate. Lakini kuna meditation inakuhitaji uwe umekaa sehemu pa ndani. Ndani kwanza kuanzia kwa maana ya jengo, na ndani kukaa ukarudi kwenye utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo soma neno, alafu jifunze kwenye neno. Mwanafunzi wa neno anafanya neno lilomwamuru afanye. Kaa pale, kaa kwenye neno. Neno ni Yesu. Ukikaa nalo sana, anakupa sifa yake aliyosema ni unyenyekevu. Kaa sana na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Jizoeshe kuwa mtii. Jizoeshe kuwa mtii. Utii ni tabia, na tabia yote inajengwa kwa kujizoesha, kwa kuendelea kuifanya mara kwa mara, inakomaa, inakuwa ni maisha yako. Kwa hiyo jizoeshe kumtii baba yako. Jizoeshe kunyenyekea. Wewe peke yako ndio unajizoesha kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kuwa mtu wa maombi. Omba ndugu yangu. Omba. Unajua kuna kuomba alafu kuna kuomba mpaka moyo wako ukakwambia umeomba. Yaani kuna kina cha maombi ukifikia wewe mwenyewe unajishuhudia nimeomba. Sasa kuwa mtulivu kwenye eneo la maombi mpaka maombi yaanze kukubadilisha wewe. Maombi ambayo hayajakubadilisha wewe hayawezi akamfanya Mungu akuangalie. Muangalie Ana alivyoomba. Aliomba mpaka maombi yakambadilisha kwanza yeye. Alafu ndo Mungu anamgeukia kwanza. Kaa kwenye maombi mpaka maombi yamekubadilisha wewe. Na maombi yanadili na moyo. Kwenye moyo kitu cha kwanza wanachoenda kuking'oa ni mzizi wa kiburi. Kwenye maombi jifunze kumwambia Mungu nisaidie. Weka utumishi wako pembeni. Weka kiburi chako pembeni. Mwambie Bwana Yesu nisaidie. Hata kama unafanya huduma kwa nguvu kiasi gani, ila ukiona unasitako kwenye kiburi, rudi mwambie Mungu nisaidie. Mimi najua ukimwambia Mungu nisaidie anakusaidia. Kabisa. Umwambia Mungu nisaidie anakusaidia. Kwa hiyo kuwa mtu wa kulia mbele za Mungu. Lia sana. Lilia msaada wa Mungu. Usililie vitu vya Mungu, usililie pesa, usililie magari. Kukaa kulia kwa sababu ya hela kwenye maombi ni level ndogo sana. Yaani inaonyesha kwamba wewe ni mtoto sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Kulia kwa ajili ya pesa. Watu wanalia kwa ajili ya ushirika wa Mungu, wewe unalilia ushirika na hela. Ukikuwa utajua pesa na dhahabu ni mali ya baba yako, ni vya kwako. You have to speak. Unachukua command. Financial prosperity. Una command tu.
sio kitu cha kukaa kulia Mungu unalilia pesa. Lia Mungu akusaidia, akupe moyo unyenyekevu, utafika mbali. Aliyeshuka sana atainuliwa sana. Namalizia kukwambia hivyo ndugu yangu, aliyeshuka sana atainuliwa sana. Aliyeshuka sana atainuliwa sana. Na mimi nakuombea hapo ulipo. Kwa kuwa umechagua kumpenda Yesu, kwa kuwa umechagua kumfuata Yesu, mimi nakuombea Mungu akupe neema na akusaidie kwenye eneo la unyenyekevu. Chochote unachokifanya kwenye nyumba ya Mungu kifanye kwa unyenyekevu. Iwe unatumika, iwe unaimba, iwe ni muombaji, iwe ni mhubiri, unachokifanya chochote kifanye kwa unyenyekevu. Kwa sababu Mungu atakapoona chembe ya kiburi kwenye moyo wako atakupinga. Mungu akiona unaendelea kwa moyo wa kiburi atakupinga, na kuombea kwa jina la Yesu. Mungu akuondoe kwenye kifungo chote cha kiburi. Mungu akusaidie kunyenyekea ndugu yangu. Mungu akusaidie kushuka jenzi mwenzangu. Mungu akusaidie kuwa chini. Walio chini ndio watakaoinuliwa. Aliopo juu, ngoja nikuonyeshe. Hii simu ikiwa juu haihitaji kuinuliwa, imeshainuka. Ila ikiwa chini ina access ya kuinuliwa. Kwa hiyo ili wewe uinuliwe na Mungu, go down. Shuka chini sana, yeye akuinue. Yeye atakuinua kwa majira yake. Kukaa kuomba huduma, kulazimisha huduma, kulazimisha ualikwe, ni kwa sababu una kiburi. Hujataka kunyenyekea Mungu akuinua kwa majira yake. Ukiona unaambiwa una kiburi alafu unaumia, ni ishara kubwa ya kwanza kuwa una kiburi. Ile kuumia ni alert ya kwamba hichi kitu kishughulikie, ni ukweli. Ukweli ni mchungu, anasema Waswahili. Lakini ndio unaweka mtu huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akusaidie kwa masomo haya ya siku 3. Akuponye na moyo wa kiburi. Akuondoe kwenye kiburi cha namna yoyote ile. Iwe cha maarifa, iwe cha madaraka, iwe cha karama, iwe cha uzuri, iwe cha vipawa. Akutoe katika jina la Yesu. Akusaidie unyenyekee. Akusaidie ushuke. Akusaidie uwe chini. Akusaidie uende chini sana katika jina la Yesu. Kwa sababu ukiwa chini atakukuta, atakuinua. Atakuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. God bless you. Tukutane tena kesho, Mungu akitupa neema, tutajifunza kadri Roho wa Bwana atakavyotuongoza. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana, mtumishi wa Mungu. Nenda ukamtumikie Mungu kwa unyenyekevu. Nenda ukaishi kwenye unyenyekevu, na Mungu atakutukuza sana kwa majira yake. Mungu akubariki sana sana. Uwe na usiku mwema, mtumishi wa Mungu. Amen.